Ligi ya Njama Amani na Uzalendo Cup ndani ya wilaya ya Korogwe imezinduliwa leo kwa kuanza hatua ya mtoano ambapo timu za Korogwe Youth na Kwamdolwa FC zilikutana katika mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa chuo cha ualimu Korogwe. Akizungumza na waandishi wa habari, mbunge wa jimbo la Korogwe mjini Charles Njama amepongeza timu zote shiriki na kuahidi kuanzisha ligi nyingine ngazi ya kata ili kuongeza ushindani na kuibua vipaji zaidi. Nafikiri ni maneno machache sana. Moja, ila wa kiwango kikubwa sana michezo. Vipaji vimeonekana. Ukiangalia ubora wa timu zote mbili, unaweza ukaona namna ambavyo tumebarikiwa kuwa na vipaji vizuri vya wachezaji wa mpira Korogwe. Kwa ninachofikiri, kwanza vijana wawe tayari kuendelea kufanya mazoezi kwa wingi, lakini kupenda michezo ili nafasi zao ziendelee, vipaji vyao viendelee kuonekana kila tunapopata nafasi. Ilikuwa sehemu ya ahadi zangu wakati wa kampeni na tumeanza kutekeleza. Tutatekeleza vizuri zaidi tutakapokuja katika awamu inayofuata, kwa maana ya ligi itakayofuata. Ligi hii ni ya muda mfupi, lakini tutakuwa na ligi ambayo itahusisha kata zote. Kila kata watacheza, watashindana, na katika mashindano yao utapata timu bora kutoka kwenye kata. Alafu tutakuja kuwa na mashindano ya jimbo ambayo timu zile zilizofanya vizuri kwenye kata zitakuja kushindana katika ngazi ya jimbo. Yote hayo ni kuwaleta vijana pamoja, lakini zaidi kuwapa nafasi ya kuonyesha vipaji vyao. Nimalizie kwa kutoa shukrani na kuwapongeza timu zote zilizoshiriki leo katika mashindano haya. Timu zote zilikuwa nzuri sana. Unaweza kuona namna ambavyo kipindi cha kwanza Korogwe Youth walifanya vizuri, lakini kipindi cha pili Kwamdolwa imefanya vizuri zaidi. Imetokea kama mpira ni mchezo wa makosa. Bahati mbaya wenzetu wa Kwamdolwa wamesababisha penalty ikarahisisha mchezo, lakini mimi nitazamia kutakuwa na mtoano wa penalty mwishoni. Lakini yote kwa yote ninawapongeza sana kwa mchezo mzuri ambao umeonekana siku ya leo. Asia Kingongo, ambaye diwani wa kata ya Kwamdolwa, kata inayotoka timu ya Kwamdolwa FC, amesema licha ya kutolewa katika hatua ya mtoano baada ya kufungwa goli 2-1 na timu ya Korogwe Youth, vijana wake wameonyesha ushindani mkubwa. Napenda kumshukuru Mungu, vijana wangu wamejitahidi, wamepambana. Kipindi cha kwanza tumefungwa, kipindi cha pili tukarudisha, lakini mistake za hapa na pale ikatokea. Nadhani nyinyi mnajua hizo ndio sehemu za game, tulikuwa tunatetea goli. Kwa bahati mbaya ametoka mtu mtama, wenzetu wamepata penalty, wametulia timing, wamefunga. Lakini siwezi kukata tamaa, kwa sababu najua kwanza Kwamdolwa ndio inaosifika kwa ubingwa wa ligi zote za jimbo. Ninao watoto neutral kabisa wako nyumbani, na kocha wangu stopa yuko vizuri kabisa. Tuna imani game nyingine tutakwenda kufuta machozi yote haya kwa furaha. Tutaonyesha kazi ni kazi. Ligi kubwa, nawaambia mashabiki na wananchi wangu wa Kwamdolwa, kwanza tuwaunge mkono, tusiwakatishe tamaa. Lakini pili, twende tukatengeneze umoja na upendo ili tuweze kupata ushindi. Mimi kama mheshimiwa mbunge, mashindano haya ni mazuri. Mbunge wetu ameturudishia faraja kwa vijana wetu, games zimetulia, lakini sasa kazi zinaendelea ni kila kata. Tunamshukuru mheshimiwa mbunge na Mungu ambariki kwa kazi hii, lakini pia kwa maono ya kuleta kipaumbele cha michezo. Michezo ni furaha, michezo ni ajira, lakini pia michezo inaunganisha watu wa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana mbunge. Mungu aendelee kumbariki, aendelee kumjaza miela, tuendelee, ligi zisiishie 2025. Miaka 5 ya Njama na Korogwe ni ya Njama, naamini tutafanya vizuri kupitia mbunge. Na walimu wa timu zote mbili pamoja na manahodha wamesema, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kutoka salama, upande wetu tumepata mahitaji yote. Mchezo ulikuwa ni mgumu, sana. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu. Mpaka kipindi cha kwanza tumefungwa 1-0. Tumerudi kipindi cha pili, tumejitahidi kusawazisha goli. Ilitokea mistake pale, ikapatikana penalty. Wenzetu wakaitumia nafasi leo, tukatoka. Mchezo ni mchezo wa mpira ni mchezo makosa. Tumekosea, tumezidiwa. Kikosi cha Korogwe Youth Center
Bakari Nondo Ekema Mnyeto. Bwana kupongeze, hongera sana kwa kuibuka na ushindi mnono kabisa, magoli mawili dhidi ya moja ya Coastal kwa Mndoa. Je, wapi ambapo kwa kuna wepesi wa Coastal? Alhamdulillah, shukuru kwa matokeo. Haikuwa rahisi mechi, sababu mpaka mazoezi ya asubuhi tumefika hapo. Ilikuwa rahisi kama matokeo yote kwa hiyo. Matokeo na tatu. Alhamdulillah. Umepenya sasa kwenye hatua nyingine. Unawaambia nini mpinzani wako? Kwanza siku hii tulipanda leo. Tuingia uwanjani, kocha akaona mapungufu yaliyokuja katika mechi hii ya leo. Basi tutajipanga hapo, tunajua mmoja wetu tunafanyaje. Naambia nini mashabiki wako kwa Shuka Center kwa furaha leo ambao mnapelekea? Sina mengi ila nazidi kuambia kwamba tufike uwanjani ili kupa pongezi ili kupambana tutafika mbali. Tunakwenda kama mshukuru mzuri kusaidia kwa kushinda. Sisi sidhani kama naona walikuwa wabaya sana, ila sehemu moja ambayo tuliona kidogo kwa udhaifu ni sana wapenzi zao kwa wazito. Kwa hiyo kuja na sisi ndio tunapia nyuma yao, kwa sababu wao wakishtani kwa usawa zaidi kidogo. Kwa maana hata yule pili mbadala pale aina kucheza faulu kwa sababu ya kushapita. Kwa hiyo tunaona ni kidogo kwa leo kusaidiwa kulingana na ndio sisi leo tulitabiri ndio wao kugawana mwanzo sisi bado kabla pili Umepenya sasa hatua nyingine, kitu gani ambacho unaenda kuambia mashabiki wako leo? Kwanza ni shukuru sana kwa sababu kwanza tulikuwa tunatamani tuingie kwenye makundi bwana. Kwenye makundi kuna surprise za kutosha. Hiyo kwenye makundi tunacheza mpira mzuri na mtu kwa vile mwingi wa kutosha. Mapema sana mechi itaisha. Kwa sababu tayari tunapojua muda kidogo kwa kujiandaa hapa watumia timu inayoshiriki zaidi. Kuna maana ya makosa ambayo tunataka leo tutarekebisha na tufunge. Kama mwalimu, swali la mwisho, je, unaonaje maandalizi ya michuano hii ya Njama Amani Uzalendo Cup msimu 2025-26? Kwa mwalimu unaonaje? Bwana, ni kusema kweli wa haki, mimi niko hapa na miaka kama 11 hivi, tunaangalia mashindano mengi sana. Hii ya kipekee kabisa. Yaani ya kipekee kabisa kwamba hajaitokea ni kusema kwa wake. Kwanza zawadi ni kubwa zaidi, lakini timu ziko nyingi, kama timu kwa nafasi ya kuweza kushiriki, lakini hatujategemea chochote tunaweza kushiriki katika hili. Lakini tunataka kupata jezi ni kitu muhimu zaidi. Lakini mwenyewe kaja kuona kabisa mashindano, ameangalia vipaji vya Korogwe. Na dhamira yake ni kukuza vipaji vya Korogwe. Naona ameviona hapa leo na nitaendelea kuhamasika zaidi na zaidi. Stopa, nikupongeze pia nikupe pole kwa kupoteza mchezo muhimu kabisa mbele ya Korogwe Youth. Wapi kwako kulikuwa ni mfupa mgumu mbele ya Korogwe Youth? Nafikiri kila mchezo ana kosa. Timu yangu wakati wa sehemu ya katikati kidogo ilikuwa ina shida, na nafikiri langu alitumia nafasi mpaka kuweza kupata goli. Kwa hiyo ubovu wa sehemu ambayo ya ushambuliaji au ushauri kwako ndio ilikuwa sababu ya kupoteza mchezo huu? Sehemu ambayo ya weakness kwa timu yako ndio sababu ambao ulipoteza mchezo huu? Kila sehemu imebadilika. Sasa ndio hasa unaweza kama kati na watu ambao wanakuwa makini. Hii tunaambia mashabiki wa Mdolo wapokee nini? Wavumilie kipindi wakati mwingine tutafanya vizuri kama tulifanya mashindano mengine tukawa mabingwa na tukaenda kupata medali mpaka mwingine timu nyingine. Unamwambia nini mwandaaji wa michuano hii, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Korogwe Mjini Pichas Emmanuel Njama kwa kuandaa mashindano haya? Mimi nasema ongeze zaidi, alichokifanya ni kikubwa na tunategemea makubwa zaidi haya. Shukrani sana. Wadau wa michezo wilayani Korogwe wamepongeza kuanzishwa kwa mashindano hayo, wakisema yatasaidia kuongeza hamasa kwa vijana, kukuza vipaji na kuimarisha umoja na uzalendo miongoni mwao, sambamba na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya michezo katika wilaya hiyo.